Runinga Oleni TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu. Sasa walillahi alhamd, miaka hii mitano iliyopita, mambo yote yaliyopita ni farakano. Kiongozi tulikuwa naye ni kiongozi amejaribu sana kwa busara zilizokuwa nazo kuona kwamba anajaribu kuondosha ile fikra ya taassubi, yani ile hali ya kubaguana na hali ya kuwaleta pamoja raia wa nchi. Na hii lazima tulikiri, kwa sababu katika hali ya uungwana lazima ukiri mtu akifanya jambo lilokuwa jema, hata kama ukubaliana naye katika baadhi ya mambo. Tume anasema man ata ilaykum ma'rufan fakafiruhu fa in lam tajidu fad'u la, ay fa in lam tajidu ma tukafiruhu fad'u la. Hata yeye kujieni au kuleteni jambo jema uwema, basi mlipeni huo uwema. Na ikiwa hamjaweza kumlipa wema, basi muombeeni kwa. Walillahi alhamdu, tumeshuhudia toka 95 mifarakano ile mpaka tumefika hii miaka mitano, kwa kiasi fulani jamii ya watu wa visiwa hivi wamekuwa na kidogo na maelewano na matumaini ya kuelewana na kufikia kuishi pamoja. Jambo hili sisi kama watu wa dini tunalipongeza na ni jambo jema, na tunapendelea kwamba uchaguzi huu ukimalizika basi tubaki katika hali hii. Yoyote miongoni mwa watu ambao watapata fursa ya kukamata nafasi ya uongozi, basi taifa hili libakie katika hali hii. Tusingependa kama watu wa dini kuona kwamba jamii hii inarudi kule kutoka katika hali ya farakano. Na mwenye kutoa mamlaka ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Ndugu zangu Waislamu, tunaeleza haya kwa sababu inasikitisha jamii ya Waislamu kufikia pahala wakawa wanauana kwa kumwagana damu, wanafanyana huduma mbalimbali. Ni jambo ambalo kama viongozi wa kidini hatulipendelei, na daima tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala viongozi wa kisiasa waliopo katika mamlaka, lakini wale ambao wako nje ya mamlaka, wawe na busara na hikma ya kutoa maamuzi sahihi ili kulibakisha taifa hili katika utulivu, kwa sababu bila ya utulivu hatuwezi kupiga hatua za kimaendeleo kama taifa, lakini bila utulivu hatuwezi kupiga hatua za maendeleo mtu mmoja mmoja. Ndugu zangu Waislamu, nimeeleza hapa kwamba siasa ya nchi hii yetu ya Zanzibar ni siasa ambayo imekusanya vitu vingi sana. Mimi baada ya kufanya utafiti nimegundua kwamba ina vitu vingi na mambo mengi sana ambayo ndani yake yanapelekea kuifanya siasa hii kuwa ngumu sana. Naweza kuthubutu kusema kwa utafiti wangu, katika dunia hii tulikuwa nayo hakuna nchi ambayo ina siasa ngumu kuliko hii duniani, tuseme Afrika. Na ndio maana kila watu wanapokaa kutafuta namna ya kufikia maridhiano huwa yanakwama. Tukirudi katika tarehe sasa, kwa sababu mfano wa siasa kama hizo tulikuwa nazo, ukija katika tarehe ya Kiislamu utayakuta yamepita mfano wa haya. Mara nyingi mashehe wanatuambia Aus na Hazraj walikuwa na ugomvi, lakini bwana Mtume alifika Madina akawaunganisha wakawa kitu kimoja. Hilo ni jambo moja. Lakini mimi kwa utafiti wangu wa siasa ya nchi, hata Aus na Hazraj hawakuwa na mkutano wa kifikra kulinganisha na mkutano uliokuwa baina ya watu wa visiwa hivi. Lakini tuangalie katika Uislamu siasa za aina hizi zilitokeza baina ya Ali na Muawiya bin Abi Sufyan, na pia watu walikaa kwenye chini meza ya mazungumzo, lakini mwisho hapakufikiwa maridhiano, utekelezwaji uko na kwamba Ali bin Abi Talib alitumia kila aina ya busara, kila aina ya hikma ili kumaliza migogoro kwa njia ya mazungumzo. Lakini upande wa pili ambao walikuwa kutumia njia hiyo haukuonyesha ushirikiano juu ya dhamira ya dhati ya ukweli katika kupelekea maridhiano, na hatimaye kilichoshuhudiwa ni machafuko na utengemao na uhasama na umwagaji damu. Kwa hiyo ukweli wa mambo ni kwamba zikiwepo pande mbili zenye kusigana kifikra, kwa mfano kama huu, ikiwa hakuna dhamira ya dhati katika kufikia makubaliano ya kweli, jamii hii kihakika itegemee kuendeleza migogoro isiyokwisha,
ili mfikie maridhiano ya kweli. Kwanza mkiingia kwenye mazungumzo, kila kundi linaingia katika hali ya ukweli. Lakini kama kundi moja linaingia kwenye mazungumzo kwa njia ya kubabaisha au kwa njia ya hada, hamwezi kufikia maridhiano. Mnaweza kupata utulivu wa muda mfupi, lakini baadaye mtarudi katika migogoro. Hili ndilo ambalo limeshuhudiwa hata katika tarehe ya Kiislamu. Imam Hassan radhiyallahu anhu, mgogoro ule wa Ali na Muawiya ulipokuwa umezidi, hatimaye alipokufa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mwanawe Hassan akachukua madaraka. Hassan akaitafakari na hali ya kisiasa na mgogoro ule baina yake na Muawiya, akasema mimi nikiendeleza msigano huu hapa kitachoshuhudiwa ni umwagaji mkubwa wa damu. Sababu hili mimi nimshinde Muawiya. Alhamdulillah kathiran kama amara. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu irqaman liman jada bihi wa kafara. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar amma ba'd. Ikhwani billah, kiendelea kutuba ya pili tunasikiana jambo zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, na tufahamu kwamba yoyote aliyemo katika ulimwengu huu kwa nafasi yote aliyokuwa nayo, ipo siku mahma qala al-umru fala budda min dukhul al-qabr, kama ma qala al-layl fala budda min tulu' al-fajr. Yoyote atakayevuka umri wake, ipo siku ataingia kaburini. Kama ambavyo yote atakayevuka mchana, basi lazima usiku, basi lazima alfajiri itachomoza. Na ukiingia kaburini, ndugu yangu, kwa sisi Waislamu tunaamini kwamba kuna kuwajibishwa juu ya yale matendo uliyofanya kabla. Ndugu zangu, ukiwa katika maelekeo ya jambo ambalo linakuwa na leta mfarakano katika jamii yetu, la al-intibahu al-aam, uchaguzi mkuu, kama ambavyo tumenasiri na kutoa nasaha zetu kama viongozi wa kidini, kwamba kila mmoja aone umuhimu wa amani katika nchi yetu, aone umuhimu wa utengemao huu ambao kiongozi huyu wa sasa amejitahidi kwa kiasi fulani kuijenga jamii hii katika hali ya umoja, katika hali ya maelewano, katika hali alau kuondosha zile fikra za kutengana kupitia fikra za ukaskazini, Upemba, Unguja. Kwa hili lazima tufike pahala tuseme amejitahidi. Tunaomba kwa Mwenyezi Mungu, yoyote ambaye atapata nafasi ya kuchukua nafasi hii ya uongozi wa juu, basi aendeleze kwa huu, aliendeleze jambo hili, kwa sababu Uislamu unaliheshimu na unalipa nafasi kubwa. Uislamu zote unahitaji watu waweze kukaa katika hali ya utulivu, katika hali ya amani, kwa sababu ndani ya hali hiyo ndio watakuwa na fursa njema ya kumwabudu hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, sasa je, baada ya kufanya utafiti huo wa msigano huu wa kisiasa na fikra hizi, tumeeleza kwamba Zanzibar ina pande mbili kuu, na ndio maana hapafikiwi mafahamiano. Tumeeleza baadhi ya nchi nyingi za kisiasa, tunaingia kwenye uchaguzi tunakubaliana kwamba tunamchagua fulani, tunaamini kwamba yeye ni kiongozi bora zaidi. Lakini Zanzibar haiko hivyo. Zanzibar wapo wanaamini kwamba walilahi alhamd, tumeshakuwa huru, tunahitaji uongozi bora kwa ustawi wa jamii yetu, lakini wapo wanaamini kwamba bado sisi hatujawa huru na tunahitaji tupate uhuru, tupate nguvu ya maamuzi yasiyoingiliwa na mtu yoyote wala kikundi cha watu wote. Makundi haya mawili kila mmoja ana hoja zake, na ndio maana siku zote wanakuwa hakuna mazingira ya kuaminiana. Sasa suluhu yake peke yake, sasa fikra zetu baada ya hali hii, kwa sababu hakuna jambo lisilowezekana. Tumetoa mfano hapa, Hassan bin Ali aliipima ile hali, akasema mimi bora nijiuzulu, na alilaumiwa sana, akasema kwa nini wewe unajiuzulu? Akaitwa ya aru muslimin, aibu ya Waislamu, unajiuzulu katika madaraka, wewe ukhalifa, uongozi uliopewa na umma. Akasema aru khairu minan nar, aibu na fedheha ni bora kuliko moto. Nikiendelea kung'ang'ania madaraka katika hali hii kwa gharama za damu za watu, basi nijiangalie moto, na mimi siko tayari kuingia motoni. Njia pekee ya kumaliza hali hii tuliokuwa nayo ni kufanyika mazungumzo baina ya pande kuu zinazohusika za kisiasa zenye kuunganisha au kuungwa mkono na wafuasi waliokuwa wengi. Makundi haya kwanza wakiingia kwenye mazungumzo kuwe na ukweli. Kila kundi liingie katika mazungumzo ya kujadili juu ya mustakabali wa taifa hili likiwa kwenye ukweli,
Pakikosekana ukweli, hapawezi kufikiwa maridhiano ya kweli. Yanaweza kupatikana utulivu wa muda, lakini baada ya muda watu warudi kwenye mifarakano. Wajadili kwa kina, na katika mazungumzo hayo hata viongozi au baadhi ya jamii inayounda makundi machache pia inaweza kushirikishwa. Kisha wajadili kwa kina juu ya yale maeneo ambayo yanatofautiana, lakini watangulize maslahi ya taifa mbele zaidi. Kisha watoke na makubaliano ya kweli, na katika hili lazima kila kundi likubali kusamehe baadhi ya maslahi yake mapana, kisha waweze kutoka na makubaliano ya pamoja. Lisipofanyika hili, na ndio historia inaonyesha kwamba kitachoshuhudiwa ni mifarakano itakayoendelea kizazi na kizazi, na hazijengi mustakbali mwema. Na ndivyo ilivyoshuhudiwa. Kusoma historia ya Ali bin Abi Talib na Muawiya, hivyo ilivyokuwa Hasan, miaka yote. Tukumbuke kwamba Muawiya bin Abi Sufyan walipopigana vita vya gharimu zaidi ya watu 70 pale Siffin, mwisho wakakubali kwamba tuweke silaha chini, tufanye majadiliano na mazungumzo. Lakini kwa sababu kundi moja liko halipo kwenye ukweli, ilichoshuhudiwa kwamba hatimaye yale maridhiano yalikuja yakavunjika na watu wakarudi katika mifarakano. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, sisi ni Waislamu na Mwenyezi Mungu ametuhalalishia kuuana. Allahu Rabbi wal Islam dini. Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu.